Serikali ya Indonesia imetangaza kuandaa wanajeshi kuweza kufikia 800 kwa Gaza kama sehemu ya kikosi cha kimataifa cha amani kinachopendekezwa chini ya mpango wa amani wa Marekani unaoitwa Board of Peace. Uamuzi huu umezua mjadala mkubwa kwa sababu Indonesia inaonekana kuwa ni nchi ya kwanza kuthibitisha kwa umma kwamba inachangia wanajeshi katika mzozo wa Gaza. Wanajeshi hao waliopo kwenye maandalizi hawatahusika moja kwa moja katika mapigano, bali watakuwa na jukumu la kutoa msaada wa kibinadamu, ujenzi wa miundombinu, huduma za afya, uhandisi na kukabiliana na hali ya baada ya vita. Hii inamaanisha jukumu lao litakuwa la usalama na urejeshaji, sio vita. Idadi ya wanajeshi na tarehe ya kusafiri bado haijajulikana rasmi. Mamlaka ya kijeshi ya Indonesia imesema kuwa mpango bado uko kwenye majadiliano na mwafaka wa kimataifa haujakamilika, hivyo haijathibitishwa rasmi lini wanajeshi watatoka nchini kuelekea Gaza. Kikosi hiki ni sehemu ya kikosi kikubwa cha kimataifa kinachoweza kuwa na jumla ya takriban wanajeshi 2000 kutoka mataifa mbalimbali, ikiwa ni mwafaka wa kimataifa kuidhinishwa rasmi. Indonesia imeweza kutoa hadi wanajeshi 8,000 kati yao, lakini sio nchi pekee. Mpango huo ni sehemu ya juhudi za kimataifa kutafuta utulivu na usalama wa Gaza chini ya usimamizi wa Board of Peace na mchakato wa kusonga mbele na kusitisha mapigano baada ya mzozo wa miaka mingi. Indonesia imekuwa ikipiga debe suluhisho la amani na kuunga mkono hatua za kulinda raia na kurejesha shughuli za kawaida. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Amina Longonsha.